8 ya mwezi wa 6, tarehe ambayo pia tunaenda kushuhudia ligi kuu ya Tanzania bara ikirejea baada ya muda mfupi kidogo kupisha hapa michuano ya timu za taifa, break ya FIFA ambayo ilichukua kalenda yake na kufanyika vizuri kabisa. Sasa ni kikimikiki narudi ambako tutashuhudia michezo mbalimbali ikipigwa tena kwa muda mmoja. Athari yake na faida yake kwa mechi hizi ambazo si za mwisho kabisa, ni za pili kutoka mwisho zikichezwa kwa muda mmoja. Inatija ama haina tija? Lakini vipi kuhusiana na mbio za ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara, wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea kupishana kweli kweli na Young Africans ambao kila mmoja anahitaji ubingwa kwa msimu huu, na hata vita ya kuondoka kwenye hatari ya kucheza playoffs, tukitazama ni timu gani pengine kwa namna ambavyo ilivyo inaweza ikaondolewa na Stand United pindi ambako atakutana nayo kwenye playoffs, kwa sababu Stand wanamsubiri mmoja tu atakayejichanganya. Kama si Pamba basi ni Fountain Gate, kama si Fountain Gate basi ni Tanzania Prisons ama yoyote yule wa juu yake, kwa sababu point zimepishana kidogo sana hapo kwenye jedwali. Tutaitazama kwa namna yake, lakini kick off number 2 ni mwendelezo wa michuano ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu ambayo imeendelea leo. Azizi Ki akiwakilisha Wydad ndani ya kikosi dhidi ya Manchester City, tukitazama hiyo bila kusahau mwalimu mwakilishi pekee kutoka ardhi ya Tanzania kwenye michuano hii kama mchezaji ambaye pia FIFA wanamtambua, atakuwa kibaruani hii leo. Kurasa za magazeti zipo, preview na review, tutamulika kwa kila ambacho kimeendelea, bila kusahau mida ya kubeti unayoipenda tutaimulika, na mtu kati ipo tayari kwa ajili yako. Jamani, ligi tuliimisi au sio? Yes. Na leo tunaenda kutazama kuanzia mida fulani hivi mchana kwanza kushuhudia mechi ambazo zinaenda kupigwa. Tuanze kutazama kwenye nafasi ya ubingwa kwenye mechi 3 ambazo zimesalia kati ya hizi timu mbili zinazopigania ubingwa. Bila shaka Simba ana mechi nyepesi zaidi kuliko Yanga Afrika, kwa maana ya Simba anakutana na timu mbili zilizoshuka daraja sambamba na Yanga mwenyewe ambaye anapigania ubingwa. Akicheza kamari ya kumfunga tu kashamaliza ubingwa, lakini Yanga huenda kawa na mtihani zaidi kwa sababu wana vita dhidi ya Tanzania Prisons ambao wanakwepa kutocheza playoffs, lakini wana mechi dhidi ya Dodoma Jiji ambayo ina make sime. Teacher Tigana. Yes, ukileta mezani mechi alizobakiza Yanga na zile alizobakiza Simba kabla ya wao kukutana, tutakubaliana kwamba za Simba ni nyepesi. Ni nyepesi hau cha kwanza zinasimama kwenye kuwa wameshashuka na maandalizi ya hizo timu. Kitendo cha kuwa wameshashuka timu ya kufanya initiatives kubwa, kwa maana maandalizi makubwa ya kuziendea hizo game, kwa sababu nothing to lose. Wanaona kwamba hawana cha kupoteza, matokeo yoyote yatakuwa rafiki na wao kwa sababu watacheza championship. Hiyo iko wazi. Utofauti wa mechi mbili za Young Africans ziko sehemu moja tu ndogo, kwamba mechi ya Tanzania Prisons ina mtu ambaye anakwenda kucheza playoff, inatoa mtu ambaye anakwenda kucheza playoff, inatoa mtu ambaye anakwenda kwenye ubingwa. Kwa hapa sasa ushindani wake automatically utakuwa uko mkubwa sana. Tofauti pia na hata mechi ya katikati watakapokwenda kukutana na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji dhidi ya Yanga, wanasema nothing to lose kwa Dodoma Jiji, kwa sababu yani haitamuondoa kwenye msimamo, kwenye mazingira ya msimamo. Sehemu alipo hawezi kushuka, hawezi kwenda kwenye ubingwa, yupo daraja la kati. Kwa hiyo inakuwa na tofauti sana. Ndio maana hizi mbili za Yanga tunasema ni crucial, kwa sababu timu zao bado ziko high na ziko kwenye mapambano, na hususan ya kutafuta nafasi kama ambavyo Tanzania Prisons yupo. Kwenye benchi la ufundi, Wilson John Oruma, nani ananufaika na kuwa na benchi ambalo ni shupavu? Ubora wa mbinu, ufundi na uwepesi wa kusoma mchezo kati ya Miludi Hamdi wa Young Africans sambamba na Amani Josia wa Tanzania Prisons. Tusimbeze kwa sababu yuko Tanzania Prisons, labda kwa sababu hajapata platform kubwa kama ya Yanga, lakini ukiangalia tupate ni uchezaji uwanjani, labda uende ukakuta kwa Amani Josia unakutana na kitu kizuri kuliko Miludi na fikiri, lakini inawezekana Miludi inambeba CV yake alionayo. Yeah, of course. Milud ungeweza kumpa Tanzania Prisons, angeweza kupata matokeo ambayo anayapata na Yanga Afrika. Sina hakika. Achana Yanga Afrika, haya tu matokeo ambayo Amani anayapata akiwa Tanzania Prisons. Sio tangu ajiunge na Tanzania Prisons, kwa sababu amekuta timu na alama 11, now as we are talking wana alama 30, maana yake amekusanya alama 19 kwenye hii duru ya pili.
sio? Wapo kwenye mfululizo wa kushinda mechi 4 mfululizo. Tanzania Prisons. Umeelewa? So kwangu pengine ukielekea kati ya coaches wawili, of course ana profile kubwa sana Miludi Hamdi. Yes, lakini I'm more excited kuiona timu ya Amani kuliko ni timu ya Miludi. Yes, mimi binafsi yangu niko excited sana kuangalia timu ya Amani na aina ya mpira anaofundisha na aina ya mpira Tanzania Prisons wanaocheza. Kwa sababu ukiangalia Miludi, Yanga hajabadilisha vitu. Sio? Ukiona Young Africans inavyocheza ni kama tu Young Africans ya Ramovic, Sid Ramovic. Yes. Gusachia twende kwao. Gamondi, Nabi. You understand? Yaani unaona timu iko pale, uti wa mgongo uko pale, kila kitu kiko pale. Huoni kama kuna kitu ambacho basically Miludi amekibadilisha ndani ya Young Africans. Lakini tukiangalia Tanzania Prisons inavyocheza na ilivyozoeleka kucheza. Of course wakati amekuja Hamad ndio ndo ameanza kubadilisha huo utamaduni pale, utamaduni wa kucheza. Tumeweza kuiona Tanzania Prisons ikiwa ni timu ambayo power play, sio? Matumizi makubwa sana ya nguvu, watu wana cover kilomita za kutosha, lakini alivyokuja Hamadi ambaye kwa sasa yuko JKT, ukoona timu, style ya timu inabadilika taratibu. Sio? So nafikiri kuanzia pale Tanzania Prisons hakutaka tena kubadilika na kurudi kule. Wakatafuta mwalimu ambaye anaweza akaikipu ile style ya uchezaji ambayo wameendelea kuwa nayo. Sio? Ambaye ni style ya uchezaji ambao mimi naipenda. Umeelewa? Kwa hiyo Tumii ukiniambia nichague kati hao coaches wawili, of course mimi nitamchagua Amani Josia over Miludi Hamdi wa Young Africans. Yeah. Ticha, ukubwa wa wachezaji ambao wako nao Young Africans na ubora wa wachezaji wa Young Africans inatupa imani kwenye mechi ya leo Tanzania Prisons hata furukute vipi hawezi kupata hata sare. Achilia mbali ya kauli ya inu makocha mpira unadunda. Si kupata sare tu, hata yeye akiwa na discipline kubwa ya mchezo anaweza kupata matokeo ya ujumla kwa maana ushindi. Lakini quality ya players inakwenda kutofautisha, expertise kwenye bench la ufundi naona kitu kikubwa sana. Mwenzangu amezungumza vyema kuhusiana na Imani Joshua, Nise Josia. Amani Josia. Yes. Niseme kwamba hata mimi na muafiki namuona ana kitu kama coach upcoming. Tangu akiwa ile biashara championship na Edina Lema ilikuwa na kitu ile biashara licha ya kwamba ilishindwa kupanda. Huyu muda mwingi ametumikia kwenye mabenchi ya ufundi kama coach wa magolikipa tangu akiwa Mbeya City. Sasa hizi ndo anasimama kujipambanua kwamba anaweza ku take over game nzima. Mara nyingi amesimama kama kocha wa makipa. Alikuwa Mbeya City muda mrefu, katoka huko kaenda huko, lakini alikuwa na specialize kwenye eneo hilo. Baadaye ameenda kujipambania kuwa kocha wa mechi nzima kama ambavyo Kaseja sasa Juma Kaseja. Lakini kwa haraka in terms ya takwimu na ubora kwenye benchi la ufundi ambao sasa inakuja kusadifu aina ya players na ndio maana hii mechi kwake inaweza ikawa ngumu, ni mwenendo pia wa kocha Hamid. Yes, Hamdi unajua ameongoza Yanga mechi 14. Miludi ana sare moja dhidi ya JKT pale nyumbani kwake JKT, na ndio sare pekee ya Young Africans away. Katika mechi zote alizocheza Young Africans za away juu ya 10 amepata matokeo. Ndio maana tunasema mechi ya leo tunaenda kuiangalia kwa jicho la uoga kwa sababu ya mazingira ambayo anaenda kuwakutanisha, lakini advantage kubwa anayo Young Africans kwa sababu ya quality of players. Na hawa wana transform football yao kwenye standard of playing kutoka kule kwenye mpira gwaride kuja kwenye mpira wa kisasa huwa passing na nini, possession based football ambayo ni nyumbani kwake kwa Young Africans. Sijui kama naeleweka eneo hili. Nakuelewa vizuri. Yes, ndio maana anasema kwamba matokeo ya mchezo wa mpira wa miguu yote anaweza kuyapata, ila Tanzania Prisons anatakiwa kuchukua tahadhari hiyo. Kitu anachokiapply yeye cha kucheza possession based football kimekuja sasa kutoka kwenye tamaduni yao ya asili. Kinamkuta mwenzao ana tamaduni ya uchezaji ule, na maana umekishakaa vichwani. Ukiangalia timu ya Yanga, squad yao ina watu ambao wapo kwenye timu almost kwa miaka labda 3 mingapi kwa pamoja. Kwa maana chemistry ya timu inakuwa iko kubwa sana.
mtu alio transform mpira wa Yanga. Yanga nao siku za nyuma walikuwa wacheze vizuri katika standard hii. Alipokuja mwalimu Hans van der Plein na yule kampa tena. Yes, kampa tena, wanakwenda zile kempu za Uturuki, Yanga wanarudi wanabadili ile mpira wa mbio kwa kutumia mawinga. Kuna kitu kimoja anataga kudele walinzi wale mpira watulize au kinjuan. Mtu ana sweep tu kwenda kula. Lakini nowadays kama unavyokuja. Yes, mlinzi anaichukua, anaitaka radhi, anaiweka chini, anaanzisha build up, naye anasogea kutokana na zile area za mchezo. Sasa Tanzania Prisons akitaka kwenda kwenye formation hizi, yani uchezaji huu, itakuwa mechi ngumu sana kwake kwa sababu Yanga amecapitalize, amemaster hii. Anachokwenda kwenye mchezo ni kucapitalize. Muangalie basic movement za Abuye, mtu ambaye mechi leo inaweza ikamfaa sana kwa sababu inahusisha pia physical battle. Abuye ni fundi sana yes, eneo hilo. Muangalie nani Maxi Nzengeli. Si ndivyo? Yes, kama Mudathir anakuepo zile triangle anazo operate pale, inaweza ikawa hatari. Lakini kauli ya Ali Kamwe akithibitisha kwamba kwenye mechi 3 zilizosalia za Young Africans, mechi ya leo dhidi ya Tanzania Prisons ni ngumu zaidi kuliko mechi dhidi ya Dodoma Jiji na mechi dhidi ya Simba Sports Club zilizopo mbele. Sorry kidogo. Unajua nimekumbuka debate za skuli, point of interruption. Sasa mimi niombe sore kwako mwenyekiti wa kikao, hamna shida, sio kanifukuza. Unasema Ali Kamwe ya Ali Kamwe amekiri leo. Yes. Amekiri kwenye alivyoulizwa na waandishi wa habari jana kuelekea mechi ya leo. Akasema mechi ya Tanzania Prisons ni ngumu, tunaitazama ni ngumu zaidi kuliko mechi nyingine zilizosalia. Kuna kitu kwenye swali langu nimekikosa ambacho awali ndio nilikiweka. Yes, rejea tena. Narudia hivi. Kwenye mazungumzo ya Ali Shabani Kamwe jana kuelekea mechi ya leo ya Yanga dhidi ya Tanzania Prisons, waandishi wa habari katika maswala waliomuuliza Ali Kamwe kuhusiana na mwenendo wao kuielekea hii mechi, akakiri mechi yetu ya Tanzania Prisons tunaingia kwa jicho la, naongeza maneno tena, ni ngumu kuliko mechi mbili nyingine za mwisho. Pale awali kuna kitu ulinipa ndo nitaka tu. Unaweza ukakirudisha teacher? Ah, ngoja nikirejeshe mimi kwa idhini yake. Maana kule kwenye vitendawili vya zamani nikamwambia nipe mji. Najua utanipa Njombe tu nitakukubali. Lakini nilichotaka kusema, nimefurahi kusikia Ali Kamwe kwa mujibu wa wewe unamnukuu kwamba anasema katika mechi 3 zilizobaki. Mechi 3 zilizobaki. Mechi hii ni ngumu. Nilikuwa nataka neno mechi 3. Kwamba tulizoea kusikia wanasema mechi 2. Yaani hicho ndio nataka tupate ushindi. Wewe unajua Yanga wamebakiza mechi ngapi? 3. Na nilikuwa na imani na mimi kuna mtu na sisi ilikuwa ni imani yetu 3 ya muda mrefu. Wao wako wanasema wana 2. Sasa leo na kunukuu, ndio maana nataka urejee kwanza hapo 3 bwana. 3 Inaweza kawa anahoja kwamba mechi ya Tanzania Prisons ni ngumu kuliko wakicheza na Simba, kuliko wakicheza na Dodoma Jiji kwa hali ilivyo. Sijajua hali ameona nini. Lakini labda najaribu kufikiria ambacho yeye amekifikiria, labda si ndio, kwamba inawezekana mechi kama hii ya Tanzania Prisons, sio labda ukilinganisha na mechi ya derby, si ndio? Inawezekana labda in terms ya kumotivate players hii ya Tanzania Prisons ikawa ngumu kuliko labda mechi ya derby. Najaribu kufikiria. Inawezekana akawa amewaza kwenye muktadha huo, sio? Ndio. Kwamba mechi ya derby inaweza kuwa rahisi kifikra kwa wachezaji kwa sababu ni mechi ambayo kila mchezaji anatamani kuicheza. Wachezaji wanakuwa automatically motivated. Hamasa inakuwa iko pale automatically, kila mtu mechi anaitaka. Unaelewa? Lakini inawezekana mechi hii ya Tanzania Prisons labda wachezaji kidogo wakashusha mabega, wakaona labda ni timu ambayo tunazungumza kwa Tanzania Prisons kwa mfunga Young Africans, sio? Ni 2017. The last time mara mwisho. Yes, last time wanashinda. 2017. Labda wachezaji wakaangalia hizo takwimu, wakaona hii mechi bwana inawezekana ni wasema business as usual. Ni kitoga kama vitoga vingine tu. Kwa wachezaji psychologically wakawa katika mazingira hayo, sio? So kwa kochi ikawa ngumu kwa motivate. Ingawa sasa kwa namna ligi, msimamo wa ligi ulivyo, huioni hiyo kwa wachezaji kwa sababu
Young Africans wana face mechi 3 ambazo ni lazima kushinda, kwa sababu tofauti yao na Simba ni pointi hii moja tu. Unaelewa? Kwa hiyo chumba cha makosa ni kidogo sana. Unaelewa? Yaani chumba cha kufanya makosa bado ni kidogo sana. Ukiangalia mechi ya Dodoma itakuwa ni mechi kabla mechi ya Dabi. Kabla ya Dabi. Dodoma ya mwisho. Si ndio? Sababu ya Dabi 25? No, Dabi tarehe 25. Yes. Kwa mujibu wa bodi, fixture kutoka leo. Yes, fixture bodi tarehe 22 ligi inakwisha kwa mechi zote. Yeah. Alafu tutakuwa kuna mechi ya Dabi ya upekee. Yeah. Iko peke yao, na tulivyojaribu kuhoji kwa nini wamekwenda kuwekewa peke yao, na tunataka tuepushe match fixing kwa kucheza katika muda mmoja na vitu kadhaa, majibu yalikuwa mepesi tu kwamba mechi ya Dabi ya Kariakoo for situation being haiwezi ikawa na kupanga matokeo wao kwa wao, haiwezekani. Itakuwa kama ni cup tie. Yes. Kama ni mechi kama ni finali ya kikombe. Yeah, finali vile. Kwa hiyo ndo maana hizi nyingine zitaingia tarehe 22 siku kadhaa, siku 5 kutoka siku 4 kutoka leo. Ndo zitaingia pale, zitachezwa nazo zote kwa pamoja, then ile itakwenda kwa upekee wake. Mimi kwenye Alikamwe nilipomuelewa kwa nini game ni crucial kwao kuliko Dabi. Alama wanazoenda nazo siku ya Dabi kama zikidrop hapa, basi hakuna Dabi, itakuwa ni kulinda status. Au itawaondoa Young Africans kutoka kwenye room ya kuchezea sare kwenda kulazimika na wao washinde mchezo kama wata drop point leo. Maana yake leo akiweza ku maintain status yake ya ushindi, na mchezo ujao watakwenda wakiwa na gap la pointi 1. Maana yake mechi ile ya Simba na Yanga itaamriwa kwa matokeo yaliyoko ndani ya mchezo wenyewe. Ndani ya huo mchezo Yanga atakuwa na advantage hizi mbili, kuchezea sare au kushinda awe bingwa, lakini Simba atakuwa na condition hii moja tu kwamba ni lazima ashinde. Sasa namshinda nani? Ndio Young Africans huyu ambaye anaonekana kuwa bora pia. Kwa maana kuendelea kumkeep Simba aendelee kuwa na hayo mazingira magumu. Kwa sababu option moja tu ya mechi ya mwisho, maana hayo ni mazingira magumu. Lakini ili kwenda na hiyo option, maana wanapaswa kushinda hizi mechi zote mbili, ya Dodoma na hii mechi ya leo. So ticha namuelewa. Tutazame timu ambazo zipo kwenye hatari ya kumaliza msimu zikicheza playoffs. Wilson John Oruma, timu 3 ndizo ambazo zinaonekana kabisa 100% huenda zikajichakata zenyewe na kupata mmoja ambaye atacheza playoffs na Stand United chama la wana kutokea pale Shinyanga. Fountain Gate, Pamba sambamba na hawa Tanzania Prisons. Kwa ratiba zao zilivyo na namna ambavyo walivyo, yupi unamuona ana asilimia kubwa kwenda kwenye playoffs? I'm sorry to say this, lakini naona Fountain wakiwa na nafasi kubwa sana kwenda kwenye playoff. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu wanaruhusu magoli mengi na wao hawafungi magoli mengi. You understand? Wanaruhusu magoli mengi. Yaani uwezo wao wa kukeep clean sheet ni mdogo sana. Lakini uwezo wao wa kuscore pia ni mdogo. Sasa kama huwezi kuzuia na huwezi kuscore, baki ni ngumu sana kushinda mechi. Na mechi za Fountain zilizobaki ni must win. Lazima washinde hizo game zote. Wana mechi leo dhidi ya Coastal Union pale Mkwakwani. Tanga hiyo. Wana mechi ya mwisho dhidi ya Azam Chamazi. Au Manyara. Manyara. Sababu Azam leo yuko nyumbani dhidi ya Tabora. Manyara Umeelewa? Kwa hiyo naona Fountain wana wakati mgumu sana, na nasema hivi kwa masikitiko, kwa sababu Fountain alianza msimu vizuri sana. Aliongoza ligi. Mpaka ikafika hatua nikawa namueleza CEO kwamba kwa msimamo ulivyo, unajua walipiga mpaka wakawa na pointi 29 hivi. 29 sio ndio wako nazo sasa hivi. Wakawa kama na pointi 19 maybe. 19 maybe. Nikamwambia CEO hapo mnahitaji kama
mnahitaji kama pointi 12, 13. Mwe na 30 na kitu tu hakika mnabaki. Usielewa? 35 sana. Na hapo still mechi ziko bado ziko nyingi sana. Lakini hiyo bado wameshindwa kuzifikia. Wameshindwa kuzifikia. Umekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kwenye timu, lakini mimi basically nikizungumza na wachezaji nilikuwa South Africa. Nikakutana na mwalimu. Ndio. Suleiman Mwalimu. Ambaye leo tunategemea kumuona akiwakilisha Tanzania kwenye club World Cup akikabwa na Akanji. Yes, yeye itakuwa ni vitake na Akanji leo. Mido Rodri, yes. Aziz Ki. Yeah. Nikamuuliza as to why, kwa sababu yeye ni moja kati ya wachezaji ambao walifanya ile fomu ambayo walikuwa nayo Fontaine pale mwanzo. Wawe vile, sio? Akafunga goli 6 pale mwanzo, akawa ni top scorer, mchezaji bora, top scorer, sio? Mwalimu Muya akashinda tuzo ya kocha bora. Yeah. Yes, nikamuuliza akasema kikubwa Mwalimu Muya. Na hata sasa hivi Fontaine ni kama wana regret, sio? Kwamba kwa nini walimtoa Mwalimu Muya. Nao wana fight kuweza kumrejesha, na inavyoonekana Mwalimu Muya amewatilia ngumu. Umeelewa? Kwa sababu inaonekana kama hawakuachana vizuri. Umeelewa? Kwa hiyo mwalimu ananiambia, umeona Melis Medo kaenda pale? Melis Medo. Timu iko na rafiki yangu Mohamed Leiza. Yes, Veron. Alicheza FC na alikuwa na Muya pale kama assistance. Alikuwa na TMA. Sasa wamemchukua. Kwani Amri Said kaenda wapi? Amri na kaka yangu Adam. Yes, Adam kutoka Baruti pale. Alidi Adam. Wameondolewa. Alafu amerudishwa Leiza. Veron huyu tulicheza naye, alicheza upande wa FC. Na wakati kwenye kozi ni cosmate wangu. Kwa hiyo ni mtu wangu wa karibu. Ndio amemrejesha pale, ambao ninaamini licha kwamba leseni yake inamstahili diploma A ya CAF inamstahili kusimama kama head coach, kabla ya kufikiria kumleta mtu mwingine kwenye hiyo nafasi, maybe Muya pia yuko on the way kufanya partnership ile ambayo alikuwa nayo before, hasa kama klabu ina regret kile kilichotokea jana. Kama sio juzi niliona taarifa sehemu Melis Medo yuko na timu. Sasa nikawa najiuliza Melis Medo yuko Singida Black Stars, imekwaje? Naye tutajua leo, leo ndo leo. In case Medo anatakiwa kuja, atakuja labda baada ya mechi mbili season, kwa sababu hata mshikaji yupo pale kwa ajili ya kumalizia hii robo duara ambao Stamu na Khalid Adamu wameondolewa hapa mwishoni, bado mechi hizi. Sasa ticha, tuondoke kwa nitoe hofu hii hapa. Hofu yangu mimi kwa Fountain Gate, kama atamaliza nafasi hiyo, na obvious kimtazamo wengi tunamwona anamaliza nafasi hiyo, kwa sababu kumfunga Coast, kumfunga Azam kaka ni shughuli nzito kidogo. Azam akicheza kwa discipline nzuri pale, kwa sababu ana home advantage. Ana home advantage inaweza ikamsaidia kupata matokeo. Kwa sababu namchukulia kama Pamba. Unakumbuka kuharibikiwa kwa Fountain kulianzia mikononi mwa Pamba. Pamba anakwenda kushinda bao 3 pale, na kumbukumbu nzuri 3-1. Ambayo ilikuwa ni mechi ya kwanza Pamba anashinda. Yes. Sasa hizi wote wanapambana kucheza playoff. Lakini Pamba ukiwachukulia aina ya timu yao na Fountain, unaona kama ni timu ambazo zinashabiana, professionalism na nini. Sasa kama zinashabiana hizi, Pamba alitumia home advantage kumshinda Azam. Very possible. Kwamba possibility pia ya Fountain katika uwanja wa nyumbani akajitetea. Kwa sababu hii inatoa tafsiri kwamba Azam pia anaweza kufungwa na timu za daraja la kati. Na the fact pia kwamba hiyo mechi Azam of course atakuwa hana cha kupoteza. Naam. Leo Azam ameshapata nafasi ya kombe la shirikisho. Sio? Hiyo ni uhakika. Lakini unaweza ukafikiria kwamba leo anaweza kuwa motivated kwa sababu ni mechi ya nyumbani. Sio? Mechi ya nyumbani unataka kuiaga vizuri ligi, vizuri Chamazi. Sio? Na ukiangalia hata mazingira yenyewe ya Tabora, huioni kama ni timu ya kwenda kumfunga Azam leo pale. Pale Chamazi. Mara unasikia timu sui imegoma kusafiri, mara sui nini, wana vitu vingi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unaona tu kama ni mechi hii ya Azam anakwenda kushinda, lakini ile mechi ya mwisho inawezekana hata wachezaji kidogo silaha wakawa wamezishusha pale. Kwa tafiti yangu, ukichukua msimamo outstanding, kuna kugombea pia ushindi wa 3. Sehemu alio Azam pointi 57, yule Singida ana 54. Anamvizia kwenye haya magapu hapa.
Sasa nafasi ya tatu ina vitu viwili behind. Cha kwanza ni ile fedha ya kutoka kwa TV rights ambapo siamini kama Azam wanaitolea macho. No thank you, kwenye ushindani wanaitolea macho. Ni lazima. Alafu na status ya nafasi ya tatu. Sasa hiyo hela rafiki yangu, nafasi ya tatu Azam si huyo aipiganie nafasi ya tatu ili apate hela tu. Yes, na ile fedha sio kwamba narudi kwa mzee Baresa, mzee wetu mwenye uchumi mzuri, hapana. Ananipa kiburi cha kuamini awapambanie. Yes, yani nataka utofautishe players ambao wanaambia bwana twaeni nafasi ya tatu, fedha ya mzigo huu sisi hautugusi, ni wa kwenu. Pale tunatoka watu kwenye family za madaraja yote. Daraja la chini, daraja la kati na daraja la juu, miongoni mwa wachezaji wa Azam. Kwa wao watatoa jicho kama jicho, lakini status ya ushindi wa tatu pia katika season ni kubwa sana. Mimi nafasi ya 4 niliwahi kufanya tafiti yangu moja, si tuliocheza Tuku Stars moja. Unajua ile tafiti niloifanya, yani mtu aliyokuja kufanikiwa miongoni mwetu katika career yetu ya kucheza. Si unajua msimu labda una wachezaji 30. Mtu aliyokuja kufanikiwa sana, unajua alikuja kufanikiwa ni Mwaikimba. Mwaikimba. Yes. Gaudens. Yani hii inaniuma kwa tafsiri ya kwamba ndio mtu pekee miongoni mwa kundi la watu 30 aliyowahi kuchukua trophy. Okay. Sasa ni status ile. Kuchukua taji la ligi. Taji ya ligi. Sasa wengine tumekomea kwenye nafasi za 4 za 5, mimi several times nimekuwa na timu za ligi kuu ambao tumeishia hivyo, lakini kwenye kubeba kombe. Umenielewa? Unajua kubeba kombe. Yes, la hapa ndani sijawahi kubeba. Yes, na sio mimi peke yangu, kuna kundi kubwa. Kwa hiyo na wewe unaweza kusema na unatembelea upepo Mwaikimba. Kama umejiweka Mwaikimba kama kile. Kuwakilisha kuna kwa makini sana na wewe sasa. Sasa kama ndivyo akina Fred Mbuna, akina Nico hao akina, basi mimi nawakilishi wengi kwa sababu nimecheza na wengi ambao walienda kunyanyua kombe. Sawa. Tuchapiga na Lukinja huyo na Wilson John Oruma. Tunaifunga kick off number 1. Kaa tayari kwa ajili ya kick off number 2.